Wetu shalom, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru tena Bwana Yesu kwa nafasi nyingine ametupatia kuweza kushirikishana maneno ya uzima, maneno ya kupeana nguvu, mabinti na vijana ambao mnakuja kwa maswali mbalimbali. Mnakuja mkiwa na maswali, mnakuja mkiwa na tunaomba, mkiwa wengine mnakuja mnataka kujua njia, mnataka kuelewa. Ninaomba tutende haki mbele za Bwana, tusije tukahukumiwa, na tuweze kuwajibu maswali kwa jinsi Mungu anavyotupa neema. Kwa pale ambapo tutakosa kupewa majibu, tutanyamaza, tutaomba na tutawaambia hatuna jibu kwa hilo. Haleluya. Kwa wale ambao leo tunazungumzia zaidi wiki hii na wiki iliyoisha, tunazungumzia wale ambao mnakuja mmetoka kupokea Injili na hamjapata mwelekeo. Unajua kanisa ulilopo bado haliko sawa, lakini unashindwa uende wapi. Leo ni neno hili nimepewa tena kwa ajili yenu wenye kundi hilo. Haleluya. Ili Bwana asije akanidai siku za mwisho. Haleluya. Wengine tumejikuta tuko katika mahali ambapo Mungu analeta watu wana maswali. Bwana analeta watu au watu wanakuja kutokana na safari zao za maisha, wanakuja na maswali. Sasa tutayajibu sawasawa na Mungu anavyotupa neema. Haina maana tuna majibu yote, na wewe pia nenda mbele za Bwana, muombe Bwana, tafuta wachungaji wenye hekima zaidi waweze kukuongoza. Usije ukawa umeokoka bure na ukaikosa mbingu. Haleluya. Hebu tuombe kwa kifupi kabla sijajibu hili swali hala wapendwa wetu wachache ambao walikuja na maswali kama haya. Haleluya. Bwana Yesu, nanyenyekea chini ya mkono wako. Mimi ninayeongea ni mwanadamu tu. Mimi ni mavumbi tu. Mimi ni sawa sana maua yanayonyauka. Nisipopewa neno na wewe, sina cha kuongea. Nisipopewa na wewe neno, Baba, nisiongee. Ninaomba niongee sawa sana mapenzi yako. Nitumie mimi chombo kilicho kidhaifu. Mawazo, maneno na matendo yangu unitakase, na kunitakasa kwa damu yako takatifu, na kuniosha na kunitumia sawa sana mapenzi yako. Nitakachojibu, nitakachoongea kimhudumia anayesikiliza, na mimi pia kinihudumie. Kwa maana mengi ninayoongea huwa nikirudi kusikiliza ninakuta unanisemesha na mimi, unanionya na mimi. Bwana Yesu, nakuhitaji katika siku hizi za mwisho, kwa maana tuko nyakati hakika ni za hatari. Tunaomba yote haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tukiomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Mpendwa wangu, ujumbe huu unaelekea utakuwa mfupi tu, wala sio mrefu. Tunajibu swali la wale ambao anaona, anajua, anashuhudiwa, ndio maana anakuja na maswali. Kanisa alilopo anajua mchungaji hayuko sawa, anaona waliomzunguka hawako sawa, hawatunzi utakatifu, hawajali neno, hawatii neno, anajiuliza afanyeje. Huyo jibu linakuja leo kutoka waraka wa pili wa Korinto. Nilikuwa nasikia moyoni mwangu ukajibu hili swali. Kajibu hili swali, usinyamaze nalo, na mimi naomba nisinyamaze nalo. Litakalo muhusu litamfaa, ambaye halitamhusu aendelee na safari yake, kwa sababu siku ya mwisho atakayehukumiwa ni nani? Kila mtu sawa sana maamuzi aliyofanya, kila mtu sawa sana hatua alizozifanya. Haleluya. Na kama mtu akiona hili neno sio lake, aliache, aendelee. Wala usikwazike, wala usijiulize maswali mengi. Hii ni safari. Kila mtu anapambania mbingu. Mimi, wewe, wachungaji zetu, wapendwa wetu, wakubwa na wadogo, wazee na vijana, wanapambania mbingu. Kama wanajitambua Ukristo waliopo sio wa dini, Ukristo wa siku za mwisho, Ukristo ambao hatuna guarantee kesho tutaamka asubuhi. Niliongea na nitaendelea kuongea. Hakuna mwenye mkataba wa kudumu hapa na Mungu kwamba mimi lazima niishi mpaka miaka 102. Mimi lazima niishi, lazima niamke kesho asubuhi. Hakuna juae siku wala saa. Au unyakuo utokee au Bwana Yesu arudi. Wote tunaomba rehema. Mungu atusaidie kuwa na mwisho mwema. Kwa hiyo mpendwa wangu, naomba nikuletee ujumbe huu sawa na Bwana atakavyonipa neema. Swali, je, nifanyeje kanisa nililopo? Mchungaji wangu hahubiri utakatifu. Mchungaji wangu hakemei dhambi. Mchungaji wangu hakemei mapambo yani vitu hivyo fake ambavyo ni kinyume na Mungu alivyoumba. Hakemei, haoni shida. Unaona wanakwaya hawatunzi utakatifu kabisa. Unasikia tetesi mbaya juu yao.
kwamba kuna uzinzi, kwamba kuna mambo yasiyofaa, mtu anajiuliza nifanyeje? Haleluya. Mimi ninakuombea neema ya ufahamu wako kufunguliwa. Ninakuombea neema, na nimekuwa wiki yote hii ninaambiwa ombea neema, neema ya ufahamu kufunguliwa, neema ya miguu yao kutolewa pale, neema ya wao kuchukua hatua kwa wakati, kwa sababu kuna wengine madhabahu mlizoingia, yamkini ulizaliwa huko, yamkini uliingia huko hujaokoka. Kuna madhabahu ambazo zinafunga watu miguu wasitoke. Ninakwambia kitu ambacho nimekiona na nimekipitia mimi binafsi, kinafunga watu wasitoke. Na kingine, madhabahu zingine nimesikia shuhuda wao wanakuja hasa wadada, ndio mara nyingi wanakuja wanatushirikisha magumu wanayopitia. Anapewa vitisho. Mchungaji yule akishaona tu, akiona huyo binti anaenda kuaga pale, au mchungaji akihisi yeye anataka kutoka, anapewa vitisho. Unaenda huko, unatoka hapa utaona. Anapewa vitisho. Mwingine anapewa vitisho na anaona kweli kuna dalili kwenye maisha yake, anatikisika. Mpendwa wangu, ngoja nikwambie siku ya leo, mbinguni kunapambaniwa. Ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu, na ni wenye nguvu tu ndio watakaoteka. Omba nguvu ya kuteka ufalme wa mbinguni. Pigania uhai wako, pigania nafsi yako, pigania mbingu zako na Bwana Yesu. Kama wewe ni mwanadada, umebeba uzao ndani yako, ujue una uzao ndani yako, watoto utakaozaa, au kama tayari umeshazaa, wewe unapigania wewe na uzao wako. Usije ukadaiwa, kwa sababu wengi wetu, kwa sababu kama uko madhabahu isiyo sahihi, maombi yako hayafiki mbali sana. Ndio maana unakuta watu wameomba mpati majibu sahihi kwa wakati. Tayari uko madhabahu ambayo Mungu haitambui. Kama unaona dalili, basi ninakuombea neema ya kuchukua hatua za kuokoa nafsi yako. Kumbuka Yusufu alikimbia akaacha nguo kuokoa nafsi yake. Alifanya yapasayo, hakuangalia gharama, na alifungwa jela. Alipitia magumu kwa ajili ya kutunza nafsi yake asimkosee Mungu wake. Neema. Najua wengine kina mama mko katika hali ngumu kabisa. Ulishaingia ndoa na mtu ambaye hajaokoka sawasawa. Ulishaingia ndoa kwa makosa. Omba neema ya unatokaje pale. Mungu atakutengenezea njia pasipokuwa na njia. Mungu wa Israeli anayejua mwanzo mpaka mwisho atakutendea siku, atakutengenezea njia. Endelea, nenda kwa hatua za Bwana. Kuna ambao wana neema, wana mlango wa kufunga mizigo leo kesho akaondoka. Sijakwambia ufunge mizigo leo uondoke. Una utaratibu. Ila omba neema, Mungu nisaidie nitoke hapa salama, mimi nitoke salama. Nilikuwa naongelea kanisa, lakini nikuta naongelea na ya ndoa. Kuna mtu anamhusu. Usikate tamaa, tunza utakatifu wako. Najua vita vyako ni vikali. Najua majaribu ni mengi. Najua unadhihakiwa kwa utakatifu unaotunza. Najua unanyanyasika, unadharauliwa kwa utakatifu unaotunza. Ulikuwaga unajipaka ya kujipaka usoni, leo hii haujipaki. Ulikuwa unasuka, unaweka madawa kwenye nywele, leo hauweki. Unadharauliwa, unaoneshwa kama vile haufai, umezeeka. Haleluya. Pambania nafsi yako, usikasirike, usikwazwe, usikate tamaa. Jitunze usafi, jiweke sawa, vaa nguo zako za heshima, vaa nguo zako rangi zimeendana vizuri, jiweke vizuri mbele za Bwana. Muheshimishe Kristo. Nyenyekea ndani ya ndoa yako, nyenyekea, tumika sawa sawa. Ombea toba wanaokufanyia yasiyofaa, wanaokunenea yasiyofaa. Waombee toba, hawajijui kwa maana wanatumika tu vibaya. Wanaokukwaza wanatumika na adui, hawajui. Wewe tafuta mbingu, hakuna siku wala saa. Usipambanie ya dunia zaidi kuliko ya mbinguni. Nikuambie huyo siri, mpendwa wangu. Tunaamka asubuhi, tuni neema. Ukiangalia mazingira yaliyotuzunguka, hali ya hewa, mambo ya siasa, tetesi za vita, mambo mbalimbali, tuko siku za mwisho tayari. Kaa mkao wa usikose kunyakuliwa.
Mwambie Mungu, nionee huruma. Nionee huruma ikifika siku ya Bwana. Na kuomba Mungu nisikose mbingu. Ndio maana watu unakuta Wakristo wanawake, vijana, mabinti ambao wameamua kufuata njia ya Kristo sawa sawa, vita vyao huwa yani inatoka hii inaingia hii. Wakati mwingine vita mbili kwa wakati mmoja. Usikate tamaa. Sasa ninarudi tena kwenye kujibu swali letu. Liko waraka wa pili wa Korinto. Linatoka waraka wa pili wa Korinto sura ya 6. Mstari ni kuanzia 14 mpaka 17. Mimi sio mjuzi sana wa Biblia, ila huwa naomba Bwana nipatie ili swali nalijibuje. Ndio andiko nililopewa. Sasa Bwana Yesu atanisaidia. Haleluya. Mpo kanisa unaona alifai. Nikupe andiko la kusimamia na Roho wa Mungu atakupa neema ufanyeje. Waraka wa pili wa Wakorinto sura ya 6 mstari wa 14 mpaka 17. Tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Inasema hivi: msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mpatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Mpendwa wangu, tumeshaonywa mstari wa 14. Tusifungwe nira. Nakupa mistari ya kusimamia ukiomba. Mungu, umeniambia nisifungwe nira na wasioamini. Lakini tayari mimi nimejikuta kwenye hili kanisa. Tayari nimejikuta mimi kwenye hali hii. Tayari nimejikuta mimi katika ndoa hii. Nitengenezee njia, nitengenezee mlango, nitengenezee jinsi, nitengenezee namna, nionee huruma. Mstari huu utakusaidia. Kwa maana unayopitia ni mengi, huwezi hata kuelezea mtu. Na upaswi hata kumwelezea mtu. Lakini wewe endelea kushikilia imani. Endelea kumwamini Mungu. Anakujua, ndio maana amekupatia neno na moyo wa kuuliza maswali, wa kutafuta majibu. Kwa sababu anataka kutengenezea njia. Anataka upate maarifa ya Bwana yakakusaidie mwisho wa siku. Usikate tamaa. Usisikiliza maneno ya watu. Tena Wakristo wao waliokoka wanaotunza watakatifu wana maneno ya kejeli kweli kweli. Yaani wanatumikaga vibaya tu, wengine hawajui. Mtu haelewi mazingira ya mtu vizuri. Mtu hajatumwa na Roho Mtakatifu kuongea hivyo, lakini anasema wewe unajiendekeza tu. Si ufunge mizigo tu uondoke. Unashindwa nini? Mbona mimi na ndugu yangu hapa aliweza kufanya hivyo? Mbona mimi nina yule mama namjua alishafanya hivyo? Hawajui kila mtu alivyoitwa tofauti. Kila mtu mazingira yake tofauti. Kila mtu yuko chini ya sheria tofauti. Watu wako chini ya nchi tofauti. Kuna sheria na kanuni mbalimbali. Kwa hiyo wewe usikate tamaa na maneno ya watu. Mfuate Yesu Kristo. Fanya nafasi yako ulioitiwa. Tumezungumzia ujumbe uliopita. Nilipewa ujumbe wa kina mama wenzangu. Ombea wa mchungaji wako uliye chini yake, na ombea kanisa, wachungaji mbalimbali. Kuna ambao mnaoneshwa macho ya rohoni. Mchungaji huyu ana shida hii, omba. Usifungue mdomo wako kumsema. Utamkosea Mungu, hatari sana. Omba. Unayemjua mwanamama mwenzako au binti yuko katika kifungo fulani, muombee. Wapo ambao tunawaombea, hatujawaambia, hatujaruhusiwa kuambia. Tunawaona huyu anampenda Mungu, anahangaika sana kumtafuta Mungu usiku na mchana, lakini kifungo chake kiko 1 2 3. Hujaambiwa umwambie, umeambiwa ubebe uombe, kwa sababu hata ukimwambia utamkwaza tu. Utamkatisha tamaa tu. Sio wakati wake. Kumbuka amefanya nini? Amefungwa fahamu wakati ule. Hata kama huyo mtu ni mimi. Usizanie sisi ndio tuna tiketi ya kugarantia kwenda mbinguni. Tunapambania mbingu. Tunafanya kazi ya Bwana jinsi Mungu alivyotuita, lakini na sisi tunapambania mbingu siku na mchana. Tuna watoto wanahitaji maombi. Kuna ndugu, jamaa, marafiki, dada, kaka, mabinamu, washangazi wanahitaji maombi.
Hautamkosea Mungu ukiombea watu wa Mungu. Wale wanaoshuhudiwa, huyu mama ninabebewa mzigo nimwombee. Wewe omba, iko siku Mungu atakuonesha majibu. Kama ukiwa na neema, ikimpendeza Bwana, utaona matokeo ya maombi yako. Ipo siku kabisa, kwa sababu wengine tumeanza kuyaona matokeo ya maombi tulikuwa tunaomba. Mengine tunayaona na mengine tunaendelea kuomba. Jina la Bwana lihimidiwe. Tunaendelea kusonga tu mbele. Hutasikia tunashuhudia maneno kama hayo hata siku moja. Hatujaruhusiwa hata siku moja. Ila tunafanya nini? Tunamshukuru Mungu tunapoona majibu. Na wewe unayesikiza unisamee. Kuna watu ambao Jumapili ndio roho zinawaingia na kuambia wanapiga resi huko mapikipiki yao na magari yao. Lakini sisi tuendelee na neno la Mungu. Haleluya. Huo mstari ni wa 14. Ninawaombeeni ambao mmesha kuja mna maswali. Ninawaombeeni ambao ninajua tayari wengine tulishawaambiaga lakini Mungu hajatengeneza njia. Tunaombea Mungu atawapa neema. Neema ya kupata sehemu sahihi. Ukaabudu wapi? Umeokoka lakini uko chini ya kanisa sio sahihi. Mungu akuoneshe sehemu sahihi ya kwenda. Kwa sababu kila mtu, nitarudia, utahukumiwa sawasawa na hukumu ya madhabahu uliojiweka chini yake. Hakikisha madhabahu ni afadhali ukae uombee nyumbani. Fanya ibada zako nyumbani, fuata wachungaji ambao Mungu anakuongoza. Fuata mchungaji ambaye anatunza utakatifu, ibada zile ambazo wachungaji wanatunza utakatifu. Sijashuhudiwa kama ni dhambi kuhudhuria ibada hii takatifu na ukamaliza kuhudhuria ibada hii wanatunza utakatifu. Sijashuhudiwa mimi binafsi kama ni dhambi. Ukishuhudiwa kama ni dhambi, Mungu akuonesha hiyo moja ambayo utakuwepo. Mimi bado sijashuhudiwa. Mradi anatunza utakatifu, tunatafuta chakula cha kiroho. Unasikiliza hapo, unasikiliza. Na niko chini ya nani? Niko chini ya mchungaji, niko chini ya askofu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kule ambako Roho Mungu aliniongoza uwe chini ya hapa, cha 10 chako kiende hapa. Na kinaenda na matokeo ninayaona kwamba niko sehemu sahihi. Haleluya. Mstari 15. Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Mko chini ya makanisa ambayo hawaamini Injili. Hawaamini Biblia kamili. Na wewe unajua. Lakini mazingira, kuna vitu vimekuzuia. Omba Mungu neema. Mungu, najua natakiwa nisiwe kwenye hili kanisa. Ninaomba neema. Usiruhusu nikaondoka duniani nikiwa chini ya kanisa kama hili sijatengeneza. Mungu aondoe miguu yako kwenye madhabahu ile. Omba neema, usinyamaze. Kuwa kama yule mwanamama alifanya nini? Alimgongea mlango jirani yule kwenye Biblia na Agano Jipya, kama sikosei ni jirani. Alimgongea mlango mpaka yule mtu akasema, umenisumbua vya kutosha. Wewe nifungue mlango nikupatie. Niamke nikufungue nikupatie. Gonga mlango, bisha mlango utafunguliwa. Mungu ana njia, ana namna. Lakini tuko kwenye safari ya kupimwa imani. Haleluya. Haleluya. 16 inasema tena, mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Jameni, Mungu amesema hapa wazi. Unajua unapoabudu kuna sanamu. Sanamu kabisa za kuona, za kushika. Na Biblia ni hii hapa, iko wazi. Mimi nasoma Kiswahili, kiko kimenyooka tu. Omba neema kutoka hapo. Ulizaliwa hapo, ulibatizwa hapo, sijui ulipata hatua zote za hapo. Wazazi wako walikuunganisha pale kwa jinsi ambavyo walipata neema. Kwa the best way they knew. Yaani kile ndio waliona ndio bora. Mpendo, usikubali kumaliza safari yako hapo. Na kuhakikishia Biblia hapa imewekwa wazi. Mungu amesema tusiabudu kitu chochote kile zaidi yake yeye. Na unajua kanisa unaloenda, mnainamiaga sanamu. Sasa mimi nisidaiwe siku ya mwisho. Nimeshaongea, nimemaliza. Unaweza kukwazika, ukasema mimi huyu ananikwaza, sitaki habari zake tena. Ni sawa. Ni sawa. Taendelea kukuombea. Haleluya. Sitaki kusikiliza tena message zake, ujumbe wake. Mimi siko katika hayo. Hatukuzi views hapa. Tunapambania mbingu. Tunatii sauti ya Mungu hata kama tumeitiwa mtu mmoja. Tunapambania mbingu siku ya mwisho, tusije tukadaiwa. Hapa inaendelea kuelezea mstari wa 16. Kwa maana sisi ni hekalu la Mungu aliye hai. Yaani hekalu la Mungu aliye hai. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, aliyeumba mbingu na nchi na kila kilichomo.
ajuaye yote na ambaye atakuja kuhukumu siku ya mwisho, Yesu Kristo. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea. Wewe unajua kabisa kwenye kanisa unaloenda Mungu hayupo humo ndani. Unajua kabisa hakuna ishara yoyote, hakuna uponyaji. Kama uko uponyaji ni feki. Unajua kabisa wanatumiaga sijui mafuta tu, wanatumiaga sijui vitu gani visivyoeleweka. Wewe usiniambie watu wana Mungu, unaona ndani wanavaa kila aina ya kuvaa. Wewe unaona matendo ni ya ovyo, mahubiri ni ya kuchechemua tu watu, kusisimua tu watu, kuchekesha watu, hawakemei dhambi, hawakemei uovu. Wanaoenda kwa waganga wa kienyeji wanaingia humo na kutoka kwa amani zao na wanaendelea na shughuli zao. Hakuna nani vurugu, hakuna maonyo, hakuna kubadilika, hakuna kusukumwa kubadilika. Sitadaiwa siku ya mwisho. Nitaongea hapa, ninaombea tu Mungu anipeleke kwenye message zingine. Kwa maana kama hili nimeongea wiki iliyopita na shangaa tena wiki hii tena naambiwa nirudie. Kwa maana tu hekalu la Mungu aliye hai. Mungu anatakiwa aweze kuishi ndani yetu. Kama hatujakaa sawa, Mungu anaondoka. Na tunawindwa sana watu wa Mungu, tunawindwa. Tunawindwa sana. Utakatifu wetu unawindwa sana. Unataka Mungu atembee na wewe. Kuna wamama wanashuhuda, wanasema mume wangu mimi jamani, nafunika kichwa, najitunza usafi, ninatimiza majukumu yangu yote kwenye ndoa yote, lakini anaweza kaibuka, nywele zako hizo, mbona hujaenda kuweka dawa, mbona hujasuka, mbona uso wako, mbona yani maneno tu, maneno. Mpendwa wangu, usikwazike. Adui anatafuta huo upako ulionao, utakatifu unaotunza, maombi unayoyaomba yanapenya mno, yanachoma mno. Anatafuta atapunguzaje spidi yako wewe, atakuchanganyaje, atakupunguzaje ushuke kidogo, atapataje mwanya wa kuingia kwa wale watu unaowaombea na hiyo nyumba uliomo ndo uliomo. Anataka kuvuruge wewe kidogo tu, akuchanganye tu ili maombi yako yasifikage mbali. Tumia hekima, tunza utakatifu wako wa unyenyekevu, tunza usafi, mengine mwachie Mungu, atakutetea. Haleluya. Bwana hapa anasema nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Na anasema kabla ya hapo, na kati yao nitatembea. Unataka kanisa ambalo Bwana anatembea ndani yake. Unataka kwenye nyumba unayoishi Bwana atembee ndani ya hiyo nyumba unayoishi. Unataka Bwana Yesu akutetee. Unataka Bwana Yesu akupiganie. Unataka Bwana Yesu ukiongea, ukiomba anakusikia. Unajua una ndugu, jamaa, marafiki, watoto, wakubwa na wadogo, una watu umetakiwa wewe hujaokoka kwa ajili yako binafsi. Una watu unajua kabisa wamefungwa na giza, wanafuata mambo yasiyofaa. Kila kitu kisichofaa. Wamefungwa na mateso mbalimbali ya adui, sigara, pombe, mambo mbalimbali. Endelea kuwaombea. Kwa hiyo mstari 17 tumeambiwa, kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao. Pendwa, kama una neema ya kutoka mara moja, toka. Kuna vijana wameshakuja kama wangapi, sijui ni watatu, sijui ni 4. Wengine wako Tanzania, wengine wako nje ya Tanzania. Wana hiyo changamoto hiyo inafanana. Ndio maana Roho Mungu ananidai kweli. Ananidai sana. Toa huo ujumbe. Waambie hivi, maliza, waambie umalize. Watakachofanya na huo ujumbe ni juu yao. Tafadhali muombe Mungu akupe macho ya rohoni. Wakati unasubiria macho ya rohoni, Bwana akuongoze. Utakuwa unaabudu wapi? Chakumi chako kiende wapi? Unakuta mwingine yuko katika hiyo hali, anatafuta kazi, hajapata ajira. Biashara yake haijakaa vizuri, uchumi wake haujakaa vizuri. Ni kwa sababu chakumi chako kinaenda wapi, mpendwa? Mimi ninakuambia kwa ushuhuda nilioshuhudia mimi, mpaka nilipopata kuongozwa chakumi kiende wapi. Pamoja na yote, uchumi wangu ulikuwa hujakaa vizuri, ulikuwa una mwelekeo, tunatayarisha ustaafu. Lakini nilipopata neema ya kutii na kuoneshwa, na sikueleweka hata kidogo. Kuna niliowakwaza, kuna ambao wamekwazika mpaka leo, sipeleki sadaka kwao tena. Mungu ameniambia hapo umemaliza. Acha wengine waendelee na hiyo huduma. Wewe nimekuita hapa.
wanakwazika, kwa maana wengine au kwenye madhabahu zile wana sababu zao. Anaona lazima akumiliki wewe na uchumi wako, lakini Mungu ametupa neema. Tuna maaskofu ambao wewe tembea na Yesu. Utakachoguswa kufanya fanya, akiguswa kukuonya atakuonya. Ye mwenyewe askofu anapambania mbingu na uzee wake anapambania mbingu kweli kweli. 11:30 asubuhi kila siku isipokuwa Jumapili maombi, jioni 1:30 maombi. Hata ukiwa safarini saa nyingine unasikia wanaendesha unasikia kelele ya gari, wanaongoza maombi. Siku yote unakuta unapata hekima tu, unapata neema, unasema mchungaji, mimi leo nitaongoza basi ibada ya maombi. Haleluya. Ujumbe wake anahubiri vile alivyoitwa. Hawezi kuongeza, kununurisha, kuweka bizari na chumvi. Yeye hawetu kujali maviews hata tupeleka mbinguni. Mpendo wangu, heri uwe na views chache, wakusikiliza wachache, lakini ndio hao ulioitiwa wakusikiliza. Kwa maana wakusikiliza kuna kitu wanapata, wanasonga mbele. Tunalea. Uwezi kuniambia wewe lea wasichana tu. Vijana wangu wa kiume na wafanyaje? Kwa sababu baba yao ana sehemu ya mabinti, ujue. Baba yao nawe analea mabinti. Na baba yao kuna alikoitiwa kulea vijana, tulioitiwa kuwalea. Na mimi hivyo hivyo, kuna vitu vijana wangu watapata kutoka kwa mama kama mama, na kuna vitu wavipata kwa baba yao kama baba, kama vijana wa siku za leo, ambao napaswa kuwapa baba yao. Mimi sinayo hayo mambo, na ambao mimi napaswa kuwapa vijana wangu wa kiume, yeye hana. Ndio kulea kunavyoenda, na mabinti hivyo hivyo. Kwa hiyo wewe simamia nafasi yako, achana na maneno ya watu. Tena ni watu ambao, ndio maana Mungu alinisemeshaga kitu kizuri sana. Kwa kweli alinisemeshaga, anisaidie nje nifanye ujumbe wa peke yake. Jamani, aliniambia hivi, sitaweza kukuambia wewe. Tena tuliambiwaga mapema sana na mzee kwamba sisi tumeitwa pamoja ni kwa ajili ya huduma. Atakachosemeshwa mzee ni chake kwa ajili ya kazi ya Mungu, sisi tutafuata. Na nitakachosemesha mimi ni mimi, inabidi nitimize na mimi nafasi yangu. Ndivyo tunavyoenda. Hata saa nyingine tunatoka tumeenda mbele ya kanisa, mzee amemaliza kuhubiri, tunaambiwa mje hapa kanisani tuwasalimie sijui nini na nini. Unakuta mzee anakabidhiwa, yani hiyo kitu ilishatutokea kama mara 2 au mara 3. Anakabidhiwa sadaka zilizokusanywa, anakabidhiwa. Mimi hapa ninasemeshwa, nimesimama pembeni yake. Hatujaongea nyumbani, hatujapanga. Ninakwambia makanisa ambayo yanaongoa Mungu anatembea. Ninaamini tulikuwa kwa wakati ule lile kanisa lilikuwa sahihi. Kwa sababu Roho Mungu alinisemesha hiyo kasadaka sio nyinyi kuichukua. Mtairudisha kanisani hapa ikasaidia wajane na yatima. Mimi nasikia hivyo, nimesimama pembeni ya mzee. Mzee anakabidhiwa zile, anasema nasikia Roho Mungu ananiambia, yani anaambiwa kile nilichoambiwa mimi. Mwisho tulipotoka kanisani, kaambia mzee, ulichosema na mimi nilikuwa nimeshaambiwa. Tukahakikishwa hicho ndio Mungu alichosema, alichotaka. Tunasonga mbele. Kwa hiyo mpendo wangu, utatokaje? Roho Mungu ni mwenye hekima na uwezo. Unaweza kupata neema ya kutoka mara moja. Unaweza kaongozwa kama wachungaji ambao mnaweza kuwafuata mtandaoni wakati unasubiri uoneshwe kanisa. Wapo ambapo ukisikiliza utapokea kitu cha kukusaidia wewe rohoni. Ukifuatilia wewe utahesabiwa na wenye hukumu siku ya mwisho, au wewe ukitoka siku yako ya Bwana imefika utoke hapa duniani. Usiombe kuondoka duniani huko kanisa lisilofaa. Omba Mungu sana, mlilie Mungu sana. Ndio maana watu wa Mungu atupumzike, atulegei. Ni maombi, kufunga, kuamini Mungu, kila kitu. Unaona? 18 inamalizia sema, nitakuwa baba yenu nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Mungu ana watoto wa kike na wa kiume. Hana ubaguzi. Mungu hana ubaguzi. Haleluya. Ninaamini ujumbe huu umeeleweka. Jibu, tumepewa andiko. Mwambie Mungu akutengenezee njia ya kutoka. Usipoteze muda. Unajikuta haukui kiroho.
Usomeje Biblia? Unataka njia ya kusoma Biblia? Wakija ambao wametoka kuokoka, tunawapa kile Roho wa Mungu anachotuambia. Huyu anahitaji hiki mpe, anahitaji hiki mpe. Sasa usilegee ukawa bize, utakuwa umepoteza muda. Utaenda kudhihakiwa na mapepo kule kuzimu, kwa sababu wanaona huyu si alikuwaga na kila kitu, asiishie hapa kuzimu kwenye mateso ya milele. Huyu si alipewa kila kitu, huyu akazembea, akadharau, akaendekeza uvivu. Usiwe wewe na nisiwe mimi. Pendo wangu, barikiwe sana kwa ujumbe huu. Ninaamini nimeongea yale Bwana aliyonihitaji niongee. Naomba Bwana Yesu aendelee kukupa neema na rehema zake. Ubarikiwe sana na ukiwa na wiki yenye baraka. Share na mtu mwingine unayeona ujumbe huu utamsaidia, ila usichelewe kuchukua hatua kama una neema ya kuchukua hizo hatua.